Bana, mambo vipi? Bana, nakwaje? Fresh. Mimi nataka nijue tathmini yako kwa timu za Tanzania ambazo zinaenda kucheza klabu bingwa pamoja na shirikisho, Simba, Yanga, Azam pamoja na Singida. Unazizungumziaje makundi yake ambao wamepangwa, lakini unawapa asilimia ngapi kufuzu kwenda hatua inayofuata ya robo final? Kwa jumla ya zote naweza kusema asilimia 40 ya kwenda robo finali. Simoni Singida, by the way, kwao kufika katika hatua hii ya makundi kwao tayari ni kama umefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Yatakayotokea baada hapo ni bonus, lakini wana kundi gumu sana Singida. Azam kwa mara ya kwanza anaingia katika group stage, nayo naiweka 50 kwa 50. Kitakachowabeba ni mwalimu, wasifu wa mwalimu ni mkubwa kwa maana Ibenge. Pia kuna baadhi ya wachezaji wameongeza kwenye timu, wana experience kubwa sana ya kuweza kuwavusha katika hatua hii ya makundi kwenda katika hatua ya robo finali, lakini kundi lao pia sio jepesi. Kundi la Yanga kimtaja Asfal Rabat, kimtaja Kabili, kimtaja Ali, wote wanaamini wanaweza kuchukua point 4 mpaka 6 kwa Yanga. Na wai kwa sababu Yanga ndio underdog. Wakati mwingine chungu ama viungu zile pots huwa zina wafanya watu wakasahau kwamba Yanga hana vinasaba na michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na kwa kauli ya engineers kwamba wao kufika makundi kwao ni mafanikio. Unamuelewa katika namna nyingi. Unamuelewa katika historia ya club katika ligi ya mabingwa Afrika. Unamuelewa kwa namna ambavyo wamekuwa na struggle kufanya vizuri katika ligi ya mabingwa Afrika, na unamuelewa kwamba wanahitaji kutengeneza utaratibu wa kuingia na kucheza mara kwa mara katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Alizungumza hivyo kabla ya makundi kupangwa. Kwa hiyo kwa kile ambacho kilitokea msimu uliopita, inawezekana msimu kikarudia ama kisijirudie. Itategemea pia. Watu mwingine unaacha nafasi kidogo kwamba what if akapambana akahakisha kwamba nyumbani anapata alama 9 kushinda mechi zote 3. What if unaanza kutengeneza hizo kwa kikosi hichi? What if akipata alama 7, ugenini akapata alama 2? Hiyo inabakia na nafasi chache ya uhalisia kwamba bado wapo katika nafasi ndogo sana ya kwenda katika hatua ya 16 bora. Kwa hiyo kwa upande wa Yanga, kama kishia makundi, maana yake ndo malengo ya timu yameishia hapo. Wakienda robo finali, maana yake itakuwa mafanikio makubwa sana kwao katika historia ya michuano hii, kwa kuangalia kauli ya rais wa club. Lakini kwa Simba wako katika kundi tricky sana. Why? Kwa sababu na wao ni kama wameanza upya maisha. Kikosi cha Fadru cha msimu uliopita, asilimia kubwa ya wachezaji wameondoka. Asilimia kubwa ya wachezaji ambao sasa hivi unaona katika kikosi cha kwanza cha Simba ni wapya. Ukija katika Mligo kimgusa Rushain, kimgusa Nangu, ukija ukikuta hapa katika Sikonte, ukienda huko mbele unamkuta Soa, utamkuta Mwalimu, utamkuta wachezaji wengi ni wapya. Maema, nataka nimtaje hapo Maema. Na ukiangalia kwa kile ambacho pia ukiacha ya issue ya wachezaji, hata Mwalimu pia tayari ameshaanza kuwapa, wanasema, changamoto ya kufikirisha kwa mashabiki kwamba kikosi kinabadilika kila uchao, lakini kwa sababu hakuwa na timu katika pre-season, kwa hiyo ni yeye anajaribu kuwaelewa wachezaji bila shinikizo, ajue uwezo wa wachezaji wake ili apate first 11 na kuweza kushindana. Kwa hiyo inaweza ikafifisha pia matumaini ya Simba kwenda katika hatua ya robo finali kwa kiasi fulani, lakini bado Simba, kwa sababu kinachowabeba ni historia kwamba wao kuvuka makundi sio issue, wanaweza kasogea zaidi. Hamasa umekwisha jiwekea mazingira ya kwamba michezo ya Champions League asilimia kubwa lazima nyumbani ushindi upatikane katika kila namna. Haijalishi wao na kikosi bora au sio na kikosi bora. Hii pia nje ya uwanja kuelekea ndani ya uwanja huwa inatengenezea mazingira ya wao kwenda katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo nikirejea katika asilimia zangu 45 to 40, inawezekana kwa asilimia kubwa sana na nzuri ya wao kwa hizo timu kwenda katika hatua ya robo finali. Okay, tuzungumzie ligi ya Uingereza kidogo leo. Kwa jinsi timu zinavyo perform
performance ya Manchester United, ya Liverpool leo mara kashinda mara kafungwa mechi 2 mfululizo au 3, Arsenal, Manchester City mpaka sasa hivi tofauti nafikiri ni point 3 kama sio 4, Man City na Arsenal 6 nafikiri. Inakuwa kawaida kwa Arsenal kufika mpaka Disemba pale anaongoza ligi, lakini mwezi wa kwanza upepo unaanza kubadilika. Asilimia ngapi au unamuonaje mwenendo wa Arsenal wa timu yake pamoja na mwenyewe kocha Arteta kwenda kuchukua ubingwa kwa msimu, kwa sababu wenyewe wanajinasibu wenyewe mashabiki wa Arsenal kwamba msimu huu ndo msimu ule 2004. Kwanza ile invisible wengi tuliamini kwa namna ambavyo Arteta anakwenda angeweza kufikia mafanikio ya msimu 2003-2004, lakini tayari imeshindikana kwa sababu kikosi kile cha Arsenal kina Thierry Henry kupoteza mechi yote ya EPL. Arsenal tayari alishapoteza mchezo dhidi ya Liverpool kama unakumbuka pale Anfield. Kwa hiyo ile invisible imeshaondoka. Zaidi wana kikosi kipana sana cha kuweza kushindana. Upana wake unaweza kaona wameanza na baadhi ya wachezaji ambao walikuwa tegemeo msimu uliopita, lakini changamoto ya majeraha ipo nje. Wapo nje. Mzungumzia mchezaji kama Kai Havertz ambaye ndo alikuwa top scorer kwa upande wa Arsenal msimu uliopita. Gabriel Jesus siwezi kumtaja sana, lakini mtu kama Kai hayupo, mtaje pia Gabriel hayupo, Martin Odegaard hayupo, lakini angalia option ya Martin Odegaard iko Ethan Nwaneri ambaye wengi wanasema ni perfect namba 10. Kana kwamba yeye haitoshi, lakini sasa hivi Berecheza anacheza kama namba 10 nyuma ya ama Gyökeres ama Mikel Merino. Kwa hiyo tayari wana squad depth kubwa ya kuweza kushindana, na hii ndio ambayo inatuaminisha kwamba msimu wako serious katika kushindana, kwa sababu majeraha ilikuwa ni changamoto yao msimu uliopita na ufinyu wa kikosi. Lakini this time around unaona kabisa Gabriel ameumia katika mechi ya Brazil dhidi ya Senegal, lakini bado unaangalia Mosquera yupo, bado na Saliba, bado na Nkapie, Ben Mweupe ama Ben White anaweza kacheza kama beki wa kati, bado na Timba anaweza kacheza kama beki wa kati. Kwa hiyo bado wana option na machaguo kibao, bado hajazunguka kina Trossard. Kwa hiyo wana kikosi kipana sana cha kuweza kushindana, na hii ndio ambayo inaniaminisha kwamba msimu huu inawezekana pasipo kuangalia kile ambacho kimetokea msimu uliopita wanaweza wakashindana vizuri sana. Labda kuchukua kombe, nafikiri bato yao na Manchester City itakuwa kubwa sana. Why? Kwa sababu City wakati anafanya maingizo ya wachezaji dirisha dogo la msimu uliopita, watu wengi walishangaa, lakini Pep alikuwa anajaribu kufanya kurefresh kikosi kwa ajili sio tu ya msimu uliopita, lakini alikwishaona dalili ya kikosi chake kinaelekea kuchoka. Kwa hiyo ukiangalia ameingia Omar Mamush, ameingia Kuzakov, yalikuwa ni maingizo ya kusema kwamba ni refresh kikosi, sababu Akanji is no longer there. Stones ndo huyo na majeraha. Akina Kyle Walker ndo hivyo wakapelekwa kwa mkopo AC Milan. Maka alitoka kaenda AC Milan. Afu unaangalia wachezaji wengine akina Nathaniel Ake, majeraha changamoto. Kwa hiyo kumuingiza mtu kama Marmush na Kuzakov, alafu Nico Gonzalez akaingia katika eneo la midfield kwa sababu ya Rodri, alafu anamuongeza Atinuri kama fullback wa kushoto, alafu sasa hivi ana O'Reilly, Nico O'Reilly kama sasa hivi kama msaidizi wa, ndio unaona kabisa kwamba Pep alikwishaanza kutuonyesha kwamba anautaka ubingwa huu aliopoteza kwa Liverpool msimu uliopita kwa udi na uvumba, kwa sababu ya maingizo ambayo alianza kuyaweka tangu dirisha dogo la msimu uliopita kuja katika dirisha hili kubwa. Bado hajaacha performance ya dogo, kuja mzungumzia sijui Savinho, kuja mzungumzia huyo Rodri mwenyewe ambaye pamoja na kwamba achezi mara kwa mara, lakini bado anabakia ni moja kati ya wachezaji ambao ukimpa kazi anaweza akakufanyia, kila Bernardo Silva. Kwa hiyo wana wachezaji wengi wa kuweza kushindana, na hii ndio ambayo naamini kwamba itakuwa ni battle ya Arsenal na Manchester City kwa kiasi kikubwa sana. City ameanza taratibu, lakini gap ya point na Arsenal sio kubwa, na ndio ambayo inaweza ikamrahisishia au kumwaminisha Pep kwamba pamoja na Arsenal wazuri sana msimu, lakini bado na wao City wanaweza wakaleta ushindani mkubwa sana. Na tukamwona Manchester msimu ujao kwenye UEFA Champions League. Bila shaka hana mashindano mengi, kabakiwa na FA pamoja na ligi kuu ya soka nchini England. Namuona kabisa, na itakuwa ni jambo la kufikirisha
na ambalo sidhani kama litavumiliwa na uongozi wa juu wa kina Sajimi, Omari Belada na wenzake, kwamba kwa nini wasirejee katika Champions League msimu ujao, ila hali wana mashindano mawili tu, ligi kuu pamoja na kombe la FA. Na ukiangalia maingizo ni mazuri, changamoto labda majeraha wachezaji hapa na pale, lakini AFCON itawaathiri kwa sababu ya Ahmadi Mazraoui pamoja na Mbwemo, ndio itawaathiri, lakini naamini watalishambulia pia dirisha dogo ili kutengeneza stability ya timu kwa kiasi kikubwa, kuweza angalau wamaliza katika nafasi 4 za juu kurejea katika Champions League. PSG unaweza kutetea Champions League msimu? Hapana. Kuna wakati timu za aina ya PSG huwa zinakuja, lakini kuna vitu vingi vinatokea vya wao kufifisha matumaini ya wao kutetea ubingwa. Ishatokea Porto ya Jose Mourinho, kikosi bora kabisa kile cha kina Manish, kina Deco, wale wakina Delay kwa kiasi kikubwa, lakini baada hapo walipoanza kusajiliwa, alivyoondoka Mourinho, watu wengine, timu ikafa. Umeona bwana, lakini kwa PSG sio kwa sababu Luis Enrique yupo kina wao Neves hawa kina Vitinha wapo. Issue wangu ni kwamba wana kikosi finyu sana kidogo, na tukumbuke baada ya klabu bingwa wa dunia, na haya ni maneno ambayo amezungumza kwa kiasi kikubwa sana na odhao Marquinhos, kwamba walikuwa na wiki moja tu ya mapumziko kabla ya kwenda pre-season. Kinachoendelea sasa hivi ni fatigue, na ndio maana wachezaji wengi wao wanaumia. Pacho anaumia, Marquinhos mwenyewe anaumia, Mendes mwenyewe alishaumia, Due, Bakola, Dembele, hao wote kwa sababu kutoka Champions League kulikuwa kuna muda mchache kwenda klabu bingwa wa dunia, muda mchache kabla ya michuano mbalimbali ya msimu wa ligi kuanza. Kwa hiyo kwangu ufinyu wa kikosi chao ndio ambao unaniaminisha kwamba msimu huu hawatakuwa na chao Champions League. Asante sana. Nashukuru sana.